mpenzi mtazamaji, mbele yako hapa ni Janet Kimambo kutoka YLPT, Youth Liberty and Psychological Transformation, yaani asasi inayoshughulika na vijana, wamama pamoja na watoto. Kama kawaida kwenye channel yetu pendwa, mmeshazoea tukiongea mambo ya malezi, mambo ya utandawazi, mambo ya kiuchumi, mambo ya kiutaaluma na mengineo mengi, lakini siku ya leo tunaenda kuongelea kuhusu afya. Na hapa mbeleni niko na mtaalamu mbobezi kabisa kwenye swala la afya, atajitambulisha mwenyewe mpate kujua ataenda kuzungumza nini siku ya leo. Karibu sana dokta. Asante. Mimi naitwa Dr. Manento Ernest Mtango, ni daktari wa binadamu lakini katika kitengo hasa cha magonjwa ya wazazi pamoja na magonjwa ya kina mama. Nimebobea zaidi katika kitengo hicho na ninaendelea nafanya kazi zangu personal na za binafsi, na niko na taasisi inaitwa Agape Medical Consult. Asante sana daktari kwa kutambulisha. Asa siku ya leo tunaenda kuongelea afya hasa kwa vijana, umuhimu wa afya kwa vijana na mambo mengineo mengi. Hayo yote ataenda kuzungumza daktari wetu hapa mbele, na atapenda kuwajulisha kila ambacho nitaenda kumuuliza siku ya leo. Kwanza unaweza ukatuambia ni nini, kuambia vijana nini kuhusu afya ya miili yao, au vijana waelewe nini kuhusu swala la afya? Swala la afya ni swala muhimu sana kwa mtu yote, na hususan vijana kama leo tunazungumza hapa. Utakapokuwa na afya njema ni faida kwako, kwamba utaweza hata kuwa na maisha ya tija, maisha ya kuzalisha. Lakini kama afya yako itakuwa sio njema, basi hata kazi zako za kila siku, maendeleo yako na miradi yako na kazi zako zote, utaweza kuwa na afya njema, utaweza kuzalisha na itakuwa ni shida kwa katika maisha yako, utaweza kuwa mtu wa tija. Asante sana, tumepata kusikia hapa umuhimu wa afya, na amezungumzia ni jinsi gani afya ilivyo msingi au muhimu kwa kijana. Kwa kijana yote ambao unaniangalia hapa mbele, napenda sana kukwambia kwamba afya yako ni swala la msingi la kuzingatia. Ukizingatia, vijana wengi wa sasa hivi wanalichukulia poa hilo swala au wanalipuuzia. Kwa daktari hapa tumewaletea daktari ambaye atatueleza kabisa kwa kina, na sio tu kwa mawazo, ila ni kitu ambacho amebobea, ili tupate kujua zaidi kuhusu afya hasa kwa vijana. Pia daktari, tunasikia kwamba kuna magonjwa, watu wanasema kuna magonjwa ya kuambukiza na mengine sio ya kuambukiza. Tungependa kujua tofauti yake. Kama tulivyosema, kwa kweli magonjwa ni mengi sana, na vijana wengi wanapata magonjwa. Ya kwanza, wanakuwa na misononeko mingi sana inayotokana na hali halisi za maisha na hivi. Lakini pia katika yale magonjwa hasa ya kuambukiza, tuna magonjwa mengi, na hasa magonjwa ya zinaa. Tuna magonjwa ya mauvimbe sehemu za siri, yanaitwa lymphrangioma inguinale. Hayo ni magonjwa ambayo mtu anakuwa na sehemu za siri zinavimba, lakini cha kumshukuru Mungu tiba ipo. Pia kuna gonorea ambayo mtu anatoa uchafu sehemu za siri, na una affect vijana wengi pia. Na magonjwa mengine kama syphilis ambayo ni kaswende, haya ni magonjwa yote ya zinaa. Lakini pia kuna magonjwa ambayo yalikuwa hayafahamiki sana, kwa mfano homa ya ini. Homa ya ini sasa hivi watu wanazungumza, lakini huko nyuma ilikuwa haifahamiki sana, ambayo inaitwa hepatitis B. Ni kitu ambacho pia kinasumbua watu, na ni ugonjwa ambao ulikuwa ufahamiki, lakini pia unaambukizwa kwa njia ya ngono kwa sehemu fulani. Lakini pia kuna magonjwa mengine ambayo yanaafekti vijana hasa kwa upande wa wasichana, magonjwa kupata majimaji upande wa via vya uzazi ambayo inaitwa PID au pelvic inflammatory disease. Huwa inawapata wasichana wengi. Percentage zaidi ya hata 60-70 ya wasichana ninaowaona kwenye kliniki wote wana PID. Na mara nyingi PID kwa wale ambao ni wanahusika na ngono, huwa mara nyingi inaambukizwa kwa ngono. Mara chache sana usafi wa mtu unaweza kutokea, lakini wako wachache wanaopata kwa sababu mbalimbali. Labda ametoka kujifungua, ametoka mimba kuharibika na via vya uzazi vilikuwa vimejaa majimaji na damu, anaweza kupata pia. Lakini mara nyingi kwa hao vijana, mara nyingi ni kutokana na kujamiana. Kwa hiyo magonjwa haya ni mengi na listi ni ndefu, lakini kwa leo itoshe tu kusema hivyo. Lakini nisimalize pia kwa kutokusema kwamba athari ya magonjwa haya huwa baadaye yanaleta ugumba, mtu anashindwa kuzaa, na hasa
wadada wanapata shida hii, kama wanapata magonjwa haya kila mara, basi mirija yao ya uzazi inaweza kupata shida, ikafunga au ikaziba, na hapo tukapata shida katika uzazi hapo baadaye. Kwa hiyo jambo la kuangalia, na vijana waone kwamba kuna thamani ya kuwa makini katika maisha wakati huu kuliko kupata matatizo hapo baadaye. Pia ningependa kujua, umezungumzia hapo kuhusu magonjwa ya kuambukiza na ambayo sio ya kuambukiza. Tumepata kujua tofauti yake. Kwa unavyoona wewe, kesi zako unazoletewa, kwa sababu ni daktari na unadili na watu, tena umeniambia unadili na wanawake, unadili sana, yani kesi zako nyingi huwa ni watu wenye magonjwa ya kuambukiza au yasiyo kuambukiza? Kwa sasa hivi ni wengi ni wale ambao tuseme wanachanganya kote, yale ambayo sio ya kuambukiza na yale ambayo ni ya kuambukiza, wote ninawaona. Ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba magonjwa ambayo sio ya kuambukiza zinazidi kupanda kila kutoka kutokana na mabadiliko ya tabia zetu, jinsi tunavyoishi kwa sasa hivi ni tofauti, tumekuwa na maisha tofauti kidogo, tunaishi zaidi kama wenzetu wa magharibi pia. Kwa hiyo inakuwa ni magonjwa ya sio kuambukiza na kwa mengi. Kwa hiyo hapo watazamaji wapate tu kujua kwamba siku tunavyozidi kuendelea, magonjwa ambayo sio ya kuambukiza ndo asilimia yake inapanda juu kuliko yale ambayo ni ya kuambukiza. Ndio jamii yetu inapaswa kujua, kwa sababu pia kwa nini yale ya kuambukiza yanapungua pia. Yanapungua kwa sababu ya elimu. Elimu inapanda, watu wanapata habari zaidi kuhusu magonjwa haya ya kuambukiza. Kwa mfano, kuna magonjwa mengine ya kuambukiza yalikuwa ni ya pekee sana. Mtu alikuwa tu haogi, kwa anapata mimba ya kutosha, anapata nguo, na mwingine yule naye kama analala naye au kama anashia nguo hivyo. Lakini watu wana elimu sana. Sasa hivi si rahisi kuona mtu anashia nguo au anachangia nguo. Si rahisi kuona kwamba mtu wanatumia kijiko kile au wanaosha maji wakitaka kula mikono pamoja. Watu wameongezeka. Sasa magonjwa haya kuambukiza kwa mengi, hata magonjwa ya kuharisha na magonjwa kama hayo, vipindupindu, magonjwa nisema ni mengi. Lakini kwa sababu pia watu wamepata elimu ya afya, kwa hiyo haya kuambukizwa yanapungua kiasi fulani, na haya ya kuambukizwa pia yanaongezeka. Nashukuru sana kwa kufahamu hilo. Nadhani pia mtu yoyote ambaye anatazama, aidha ni wewe kijana na watu wengine wa rika tofauti, nimepata kujua kwamba tunaelekea upande gani kwenye swala zima la afya. Swala lingine ni kwamba kutunza afya ujanani kunachangia vipi ustawi, yaani ustawi wa mwili, hasa kwa mtu ambaye tunajua umri wetu unaenda. Kwa kijana hatubaki tu kuwa kijana, atakuja pia kuwa mzee, atafika ule umri wa kati mpaka atakuja kuwa mzee. Je, yani afya au ustawi wa mwili unachangia vipi kwa huyo kijana? Hiyo ni kama tuseme ni taratibu ya maisha. Utakapotunza leo itakusaidia baadaye. Na ukitaka ukiona mzee ambaye maisha yake ni magumu sana, kama si kwamba kunatokea vita na mambo mengine magumu ya dunia hii, basi inawezekana pia kutunza ujana wake. Kwa hiyo vijana kutunza afya zao ni muhimu sana, kwa sababu hii inampelekea hata katika uzee wake awe. Kwa mfano, kama kijana amebobea katika kutumia madawa kulevya, ulevi wa kisiri na mambo kama hayo, tunatazamia kabisa kwamba huko umri unapozidi kuwa mkubwa atakuwa na matatizo mengi ya kiafya. Kwa hiyo vitu tunavyotumia vyote ni kemikali kali. Kwa mfano kama sasa hivi ni kitu cha kusikitisha sana kwamba pombe za kawaida zilikuwa na kilevi percentage ya alcohol 3.5 mpaka 5. Lakini hivi ambavyo vijana wetu wanakunywa kama maziwa, na vinapatikana kwa urahisi magengeni, kwenye baa, kila mahali ambavyo vinaweza kushauri kilevi au asilimia ya alcohol ni 45 kwenda juu. Percent 45 ni kilevi kikubwa sana, ni dawa ambayo itakuwa ni mwathiri vijana, na tumeshaona athari nyingi kwa vijana sasa hivi. Sasa kama anakunywa kila siku, kama tulivyokusema hapo awali, kwamba hata tija, hata zalisha, hataweza kufanya kazi yake sawa sawa, na hata zalisha, hata kuwa ni kijana tegemezi, na mwisho wa siku ataingia katika mfumo ya tabia za ajabu kama uvutaji wa bangi na wizi na shikama. Na kwa maoni yako wewe, unaona
yani ni sababu zipi au kwa nini vijana wengi tena hasa wa leo wanajihusisha na mambo ya ulevi wa kupindukia, madawa na tabia nyinginezo ambazo hazifai, ambazo zinaathiri afya zao? Hapo majibu ni mengi, lakini sasa mimi niseme cha kwangu na hilo ni wazo la kwangu kwamba mifumo tulionayo vijana wakiacha huwa wanajiingiza kwenye tabia za namna hiyo. Kwa mfano sisi wote tumelelewa katika jamii ambazo zina imani tofauti. Kuna ambao wana imani za Kikristo, na imani za Kiislamu, ambao wanamwamini Mungu, wanaamini uwepo wa Mungu. Sasa tunapofikia hatua kijana yupo tu haamini chochote, basi mwisho wa siku anaingia katika hali ambayo ni ya kuingia katika tabia chafu za dunia. Unajua binadamu, wewe na mimi, tuna vitu vitatu muhimu sana. Tuna ile akili ya kwetu, lakini pia tuna mwili, na zaidi ya hapo tuna roho. Hivi vitu vitatu vitu vinataka kuoanishwa ili vilete binadamu aliyekamilika. Sasa ukishika tu na mwili na roho ukaiacha, basi unakuta mwisho wa siku hiyo roho inaingiwa na vitu ambavyo ni vichafu. Na vikijia hivyo, kijana au mtu yote yule anafanya vitu ambavyo hatukuvitazamia kwenye jamii yetu. Anajiingiza kwenye ulevi uliokithiri, anajiingiza kwenye mambo mengi tu ya ajabu ambayo hatamletea faida katika maisha yake. Asante sana, tumekuelewa. Na mimi pia naomba niongezee swala kidogo kama mwanasaikolojia kwenye hilo swala la vijana kujihusisha na ulevi uliopindukia pamoja na madawa na tabia nyinginezo ambazo zinaathiri afya zao. Tunaweza tukasema ni msongo wa mawazo au changamoto ya msongo wa mawazo. Pale ambapo kijana atakuwa na msongo wa mawazo, atashindwa au asipopata ile consultant au kusema akapata mtu wa kumsikiliza na kumshauri ni nini anatakiwa afanye, atajichukulia yeye hatua ya kufanya vitu ambavyo sio vya msingi, ambavyo ndio hivyo tunasemea kunywa pombe, kujihusisha na madawa ili tu apate tulizo la akili bila kujua kwamba anajaribia maisha yake mwenyewe. Na kitu kingine naweza nikasema ni umri ambao kijana anajaribu kufanya vitu vipya, anajaribu kujaribu vitu vipya bila yeye kujua kwamba vinamgharimu kiasi gani. Na kwenye umri kama huu kijana huyo kulingana na saikolojia, wengi wao hawashauriki, wanaona kama unawapigia kelele ukiwaambia kitu kama hicho. Kwa hiyo napenda sana kusema kwamba yani umri ni umri ambao mtu unatakiwa uwe makini sana, kwa sababu ni kama it's a precious age, yani unaweza ukadestroy au ukadevelop kitu kizuri kwenye huu umri. Kwa hiyo wewe kama kijana unayenisikiliza hapa mbele yako, napenda kukwambia kwamba hayo maswala ya kujihusisha na mambo ya ulevi na madawa si salama kwa afya yako. Licha ya afya yako tu, mwili wako ni unahitajika, sio na jamii tu, sio na wewe peke yako, sio na familia inayokutegemea wewe, bali ni nchi nzima inakutegemea wewe kijana, ili kuleta maendeleo na mabadiliko katika jamii. Na la mwisho pia naweza nikasema ni peer pressure, ambao tunaweza kusema ni mkumbo. Vijana wa sasa hivi wana tabia ya kufuata mkumbo. Tena hasa hawa vijana ambao wanaingia kwenye phase ya kwenda kusoma chuo, wanakutana na vijana tofauti. Ni tofauti na mtu ambaye anatoka nyumbani anaenda shule labda na school bus au nini, au mtu yuko boarding. Unaweza ukajua maendeleo yake kupitia walimu ambao wanakuangalizia mtoto wako. Lakini ukifika kwenye hii phase ya chuo, vijana wengi ndio wanabadilikia hapo. Mzazi hakuangalii, wewe upo hostel. Kwa hiyo unapata kuonyesha tabia zako kwa watu wengine ambao wanakuona, na hakuna mtu yote ambaye atakuzingatia wewe au atakuangalia wewe, kwa sababu unaamini maisha yako yako mikononi mwako. Mzazi hakuangalii, mzazi wala wazazi wengine hawaulizaji matokeo ya chuo, na watoto wanadanganya sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye hicho kipindi kijana asipokuwa na msimamo au swala tunasema kujitambua, self awareness, kijana huyu anaingia kwenye dimbwi la kufata mikumbo na kufanya tabia ambazo yeye mwenyewe hajazitoa kwenye familia yake, bali amekuja kuziadapt huko ukubwani. Kwa hilo swala linapelekea pia huyu kijana kuharibu maisha yake kutokana na sababu hiyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Daktari, kuna mengi sana ya kuongea hapa, na pia naweza nikauliza hili swali kwamba
Kuna matatizo mbalimbali ya kiafya na yana vyanzo vyake. Je, unadhani ni nini visababishi vya afya mbaya hasa kwa vijana? Kama tulivyozungumza, visababishi ni vingi sana, lakini kitu kikubwa ni kutojitambua. Mtu akijitambua ataweza kufanya vitu ambavyo ni chanya. Ukifanya katika maisha yako vitu ambavyo ni hasi, mara nyingi unaingia katika matatizo. Kwa hivyo visababishi ni vingi, kama tulivyosema hapo awali. Kama utajihusisha na mambo ya ulevi uliokithiri, madawa ya kulevya, utaweza kutunza afya yako, na itakuwa ni utajiingiza tu kwenye vitu ambavyo ni hasi. Na ukishaingia kwenye maisha ambayo vitu vyako unafanya ni hasi, basi utakuta kwamba unajiingiza katika matatizo makubwa sana ya kiafya, na hii itapelekea sasa magonjwa mbalimbali kuibuka kutoka hapo. Lakini mwanasaikolojia pia ulizungumza kitu kizuri sana. Nataka kuwatia vijana moyo kwamba, kwa sababu haya ni mazungumzo, kwamba changamoto hazitaisha katika maisha yetu. Changamoto zipo, na hata vizazi vilivyopita changamoto zilikuwepo. Niwahi kuuliza vijana fulani, vijana waliokutwa vita kuu ya kwanza na pili walitoboaje? Wanasaikolojia mtatusaidia. Na vijana waliokutwa vita kuu ya pili au walitoboaje? Hata sasa tuna changamoto kweli ni nyingi za utandawazi na nini, lakini namna fulani ya maisha kutoboa yapo tu. Vijana wasikate tamaa, washirikishe wazazi wao, washirikishe watu waliozidi umri, na wale ambao kwa mashuleni, walimu wao. Jamii ipo, bado watu wapo, bado watu hawajaisha ambao wanaweza kuwashauri. Na hata pia kwenda kwa wataalamu wa afya, wataalamu wa saikolojia na sosiolojia wapo. Kwa hiyo wasikate tamaa wakaona ukuta, bado nafasi ipo. Changamoto kama alivyoongelea hapa daktari zipo nyingi, na kuna changamoto zingine mtu anakabiliana nazo, hasa kijana, ambao zinatofautiana kiukubwa. Na kwenye kutofautiana kiukubwa pia kwenye mawazo na jinsi mtu atakavyozikabili pia kuna tofautiana. Kwa hiyo wewe kama kijana ukiona kwamba kuna changamoto imekuzidi sana, huna cha kufanya, yani umeachwa kwenye dilema, unakuwa na mgogoro wa kinafsi, nifanye nini? Kitu ambacho kinakusababisha wewe inaingiliana na maisha yako ya kawaida, hayaendi vizuri. Ndio maana tuko hapa mbele yako. YLPT Tanzania, hii ni asasi inayoshughulika na vijana, wamama pamoja na watoto, hasa vijana. Kwa hiyo kama kijana usisite kutafuta ushauri, usisite kutafuta consultation. Vijana wa sasa hivi mmekuwa wavivu kwenye kutafuta consultation kwenye sehemu ambazo ni za msingi zitakazokupa ushauri na saa utakao kusaidia wewe kwenye maisha yako. Mmeishia kushauriana, kitu ambacho sio kibaya, mmeishia kushauriana na vijana wenzenu. Kwa mtu ambaye hana positive mind atakulisha kitu ambacho sio kizuri na hakitokusaidia. Kwa sio vibaya kushauriana, kushauriana ni kuzuri, lakini kwa ushauri na saha na utakao kusaidia ni vizuri zaidi kutafuta asasi ambazo zitakusaidia wewe. Hasa tukiongelea asasi ya YLPT ambao tuko mbele yenu hapa tukiwapa elimu bure kabisa ili kwa ajili ya kujenga vijana wetu wa kesho. Asante sana daktari. Na pia kama kuna vyanzo vya afya mbaya, naamini kuna namna ya kuzuia au kujikinga na kuwa na afya mbaya kwetu sisi vijana. Hapo unasemaje daktari? Hapo ni sawa kabisa, kama tunavyosema siku zote katika jamii zetu kwamba usipouziba ufa utajenga ukuta. Kwa hiyo hata katika mambo ya afya, katika muktadha wa afya, huwa ni vyema kila mara kucheki afya zetu. Na hata unapoona kwamba kuna chochote kimetokea ambacho ni mgogoro wa afya, basi ufike kwa wataalamu husika na uone na utoe ushauri. Usijitibie tu hivi namna. Kuna mtu nilimuona ana ugonjwa wa ngozi, lakini anapaka mafuta au kitu fulani kinatoka kwenye betri ya gari. Sasa ile sio sawa. Unaamwaje wewe kutibu wewe mwenyewe kwa namna ya kwako pia? Nenda katika vituo vya afya husika, na sasa hivi kwa vingi, hata vya serikali, vya binafsi, vya taasisi za kidini, vituo ni vingi, viko kila mahali. Nenda upate ushauri, nenda ushauriwe, upate tiba inayohusika. Na wakati mwingine pia si lazima uandike kidogo.
kama walivyosema wanasaikolojia, wako watu ambao wana misononeko, watu ambao wana hivyo misononeko ya ndani ambayo inawaumiza, watapata ushauri, kukutana na wataalamu na watatoka katika wimbi la tatizo lake ambalo lilimsibu. Asante sana. Na pia hapa kuna jambo moja ambalo nataka pia vijana wajue, sio vijana tu, sema vijana wenzangu wajue kwamba kuna njia ambazo kijana unaweza ukatumia ili kuepukana na hizi tabia mbaya. Yaani nikisema tabia mbaya, sisemi hizo tu ambazo mnafikiria nyie. Tabia mbaya ni nyingi na zinakuwa listed kulingana na makundi tofauti tofauti, lakini zote zitaingia kwenye tabia mbaya. Kwa hiyo jambo mojawapo litakalo kusaidia wewe kijana kuepukana na hizo tabia au kutojihusisha, cha kwanza ni kujitambua. Kwa Kiingereza tunaita self awareness. Kujitambua. Kujitambua ni muhimu sana, hasa ukiwa kwenye level ya wewe kuwa kijana. Jitambua wewe ni nani, unafanya nini, unataka nini kwenye maisha yako. Yaani ukishajua hivyo vitu vitakupa wewe mwongozo au njia kwamba unaelekea wapi. Kutojitambua binafsi inakupelekea wewe kufanya mambo kwa mkumbo. Sababu vijana wengi wa sasa hivi pia they lack discipline, yani hawana discipline kabisa. Kwa hiyo mtu yote anaweza akaja hapa akakwambia una ratiba zako umezipanga kabisa kwamba mimi bwana leo nitaenda sehemu fulani, nitaenda kununua kitu fulani hivi na hivi. Lakini akatokea mtu hapo akwambia bana, twende sehemu fulani, kuna kitu fulani na fulani, kitu ambacho sio kizuri, ukaibuka na ukaenda. Kwa ratiba yako tayari cancel, umefuata ratiba ya yule mtu aliyekuletea. Tayari hapo ni lack of discipline. Kwa hiyo kama kijana inabidi ujitambue. Na ukishajitambua ukawa na discipline, yani ni 100% au tunaweza tukasema 99.9. Asilimia hizo unaweza ukawa kijana mzuri na bora. Watu watakuwa tu wanakushangaa, wanasema huyu kijana mambo yake yanaendaje? Mbona ana thrive? Wazazi wake wamemleaje? Kumbe ni swala la kujitambua. Kujitambua ni msingi sana kwa vijana. Kingine ni kuridhika. Vijana mjifunze kuridhika. Vijana wengi wa sasa hivi hawana huo moyo wa kuridhika. Wanatamani na kutamani na kutamani. Na taarifa mbaya ni kwamba kutamani huwa hakuishagi. Kutamani utatamani kila kitu na mwishowe utatamani vitu ambavyo vitakukosti, vitakugharimu maisha na watu watakuongelea huko nje kama ni mtu ambaye umefanya sijui kitu gani. Yani kwa sababu tu ya tamaa. Kwa hiyo vijana mjifunze kuridhika, usipende kujifananisha wewe na mtu mwingine. Fanya maisha yako wewe kama wewe. Ukiridhika, ukifanya maisha yako wewe kama wewe, ukiwa na misimamo yako, hakuna kitu utakiona kibaya kwenye hii dunia. Vijana wengi mmedumbukia hata kwenye msongo wa mawazo kwa sababu ya vitu ambavyo mnaviona kwa wenzenu. Kitu kama hakija kufikia wewe, kitu kama hakina manufaa kwako, hakina haja ya wewe kuwa nacho. Tukiachana na hayo, mimi napenda sana siku ya leo daktari umekuja hapa umetuongelea vizuri sana kuhusu afya, na sitaki vijana waondoke hivi hivi tu. Najua umeongelea vitu vingi, umeongelea kuhusu magonjwa ya kuambukiza na ambayo sio ya kuambukiza, umeongelea changamoto, umeongelea afya ilivyo na umuhimu, tena hasa kwa kijana ina umuhimu gani ya yeye anapozidi kukua hadi uko uzeeni. Umeongelea vitu vingi. Asante sana daktari, tumekuelewa vizuri sana. Binafsi na mimi umenipa elimu hapa nilikuwa sielewi. Umeongelea homa ini, mimi naisikiaga tu ila mimi nimeshaelewa homa ini. Pia yani kwa kumalizia hii mada yetu ya leo, labda unawaasa nini vijana? Asante. Kwa kweli vijana ninawaasa kwamba ni muhimu sana wao kujitizama na kutunza afya zao. Ni muhimu sana. Afya isipokuwa nzuri, kijana hatafanya vizuri. Tumezungumza hapa hata athari za uzazi. Kama kijana hatatunza afya yake, basi hata uzazi huko baadaye utakuwa umeathirika. Kwa ni vizuri sana, ni muhimu kijana kujitambua. Lakini pia kwa utu uzima wangu niliofikia huu, nisiache kusema kitu kidogo tu kwamba kijana ajitambue. Huko unakoamini, usiache kuwa mtu wa ibada. Tafute Mungu katika maisha yako. Utakuwa mtu wa thamani sana. Lakini ukikaa tu hivi kama nilivyosema kwamba ile seko au ile duara la roho lisipokuwa kitu chochote pale, kijana utakuwa hujafanya vizuri. Utaingiwa na roho za ajabu, ndipo utaingia huko. Tukumbuke kwamba wewe ni kijana,
jamii inakuhitaji, taifa linakuhitaji. Kwa hiyo kuwa makini na usimame katika zamu yako na ujitetee wewe mwenyewe kwa kujithamini na ufanye kile ambacho Mungu hakitakuletea madhara katika maisha yako. Asante sana. Asanteni sana watazamaji kwa kuniangalia, kwa kutuangalia siku hii ya leo. Sisi kama asasi tunaoshughulika na vijana, wamama pamoja na watoto, ila hasa vijana ambao ni taifa la kesho, tunapenda kuwashukuru kwa kutoa muda wenu kutusikiliza. Tutakuwa na mambo au mada zingine kadha wa kadha kwa ajili ya kuelimisha na kujenga jamii yetu. Pia msisahau kusubscribe kwenye YouTube channel zetu ni YLPT Tanzania, Youth Liberty and Psychological Transformation, pamoja na Instagram Youth Liberty PT. Ukisearch hizo channel zetu utatupata na mafunzo yetu utayapata bure kabisa. Lengo ni kuelimisha, kuhamasisha na kujenga vijana wa taifa la kesho. Asante.